Kwa mara ya kwanza kwenye kipindi chetu, kwanza tukwambie karibu. Asante sana. Yaliyomo yamo kama yote. Na tuna maswali mengi sana ya kukuuliza kuhusu kipindi. Okay. Pamoja na TV yetu kwa ujumla. Okay. Karibuni sana kwa maswali. Naam. Pina. Okay. Mi swali langu kubwa ningetaka kwanza kulenga kwenye nini lengo lako kuu mpaka kufungua kituo hiki cha matangazo television. I mean kwa baadaye bado pia najua utakuwa na future kwa sababu tulishawahi kukaa tukaongea vitu vingi. Yes. Okay. Nikaona una future za vitu tofauti kuhusu media, lakini tuongelee kwa sasa hivi kuhusu Pina SCM TV. Cha kwanza kabisa wanakuambia huwezi kufanya kitu hukipendi. Na kitu ili kiwa kizuri au ukifanya kwa ubora zaidi lazima ufanye kitu ambacho unakipenda, yani kiko ndani ya moyo. Baada ya kupenda uandishi wa habari na utangazaji, nilienda kusomea. Ndio. Baada ya kusomea nikaona kuna haja ya mimi kuwa na kitu changu. Kwa nini? Unajua unapokuwa unafanya kazi kwa mtu ama unafanya kitu ambacho sio cha kwako, kuna vitu unafanya asilimia kubwa si kwa usahihi. Kwa maana gani? Kuna baadhi ya vitu vitakufunga. Ndio. Lakini ukiwa na kitu cha kwako utakuwa na uhuru wa kufanya kile kitu ambacho unajua kabisa kwamba na uwezo wa kuisaidia jamii. Lengo langu kubwa kabisa ni kuweza kuwasaidia jamii kwa namna ya kihabari zaidi, yani kufikisha ujumbe wa watu wa hali ya chini ambao wanahitaji kwamba labda serikali itazame. Maana kupitia TV si kwamba inatazama na sisi wa kawaida tu, hapana. Serikali kule inaitazama. Kwa lengo kubwa ni kuwainua wananchi wa hali ya chini wanaoishi mazingira magumu, kuweza kuwainua kupitia habari nitakayotengeneza, kupitia kipindi ambacho nitakitengeneza, inaweza kuwasaidia wao kutoka kwenye mateso walionayo na kwenda kwenye hatua tofauti, pale ambapo serikali itaona story yangu, pale ambapo serikali itaona kipindi changu, ama pale ambapo serikali itaiona habari yangu, itaweza kuitendea kazi kile kitu ambacho nimekifufua ndani ya jamii. For sure. Yes. Na hapo ina maana sasa hapo kituo chako kitakuwa ni cha habari, burudani, dini, elimu na michezo. Yaani kiufupi kwamba kituo changu hakijabezi sehemu moja. Kituo changu hakijabagua. Kuhusiana na michezo nitapiga habari za michezo. Kuhusiana na elimu nitapiga habari za kielimu. Kuhusiana na masuala ya haki za watoto, mtoto katendewa ukatili, nitafanya habari ya hicho kitu. Umeshanisikia? Sijabezi kwenye sehemu moja. Kiufupi ni mambo yote yanayohusu jamii kiujumla. Sawa sawa. Yes. Jamii inayotuzunguka ni ya kabila la Wakurya. Je, wewe chombo chako kitatumia njia gani ya kuweza kuwafikishia hiyo jamii habari au taarifa? Mkurya ni kabila. Lakini asili yetu ni nini? Asili yetu ni Kiswahili. Na sidhani kwamba kuna Mkurya hajui Kiswahili. Umeshanielewa? Hakuna Mkurya asiyefahamu Kiswahili. Naamini Kiswahili ni lugha fasaha ambayo ni ya Tanzania, ni lugha ya jamii yetu ambayo tunaweza dikaifikisha kupitia lugha hiyo. Wakurya wakaelewa, Wajaluo wakaelewa, tunawajita huku wakaelewa, kuna Wasimbiti wataelewa. Kwa hiyo tutaweza kubezi kwamba labda nimesoma natumia lugha ya Kiingereza, hapana. Kwa hiyo natumia Kiswahili ili kuwafikishia ujumbe